Majira ni saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki. Hii ni Amka na Baraka One TV na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni mtasari wenyewe wa habari za moto. Uvira, Bitakwira uso kwa uso na FARDC wazalendo ndani ya jiji la Uvira. Huku kijijini Biriba wazalendo walaumu M23 kuendelea kurusha makombora na kusababisha maafa makubwa kwa raia wasiokuwa na hatia. Ituri, majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wafanikiwa kuwatwanga CRP na ADF huko tarafani Mambasa pamoja na tarafani Njugu. Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Marekani kushirikiana zaidi, huku wahamiaji wanaofukuzwa Marekani wako tayari kupokelewa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Usikose pia kutembelea Mwangaza TV ambako utakuwa nakutanana na baadhi ya matukio yote ambayo yako na rindimo kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na vile usikose kushiriki katika Operation Kabambi, Operation Saidia Muzalendo. Tuanze na taarifa hizi kutoka jijini Uvira ambako mbunge mchaguliwa wa Uvira Justin Bitakwira Bionahai uso kwa uso na FARDC pamoja na wazalendo ndani ya jiji la Uvira. Alipowasili jijini Uvira, mbunge wa kitaifa Justin Bitakwira aliahidi kukutanana na viongozi mbalimbali wa wazalendo, pia ikiwemo na viongozi wa jeshi pamoja na kiongozi wa jiji la Uvira, Meya Kifara Kapenda Kiki. Katika mkutano na waandishi wa habari na wanaharakati hao wapambanaji wazalendo ndani ya chumba cha mikutano maeneo ya jiji la Uvira, Bitakwira aliweza kuzungumza na wazalendo pamoja na vikosi vya FARDC namna ya kuweza kutafuta kutengeneza upya ushirikiano wa pamoja na uaminifu ndani yao ili kuweza kuepukana na vurugu ambazo zinaonekana zinaweza kujitokeza muda wote kati ya FARDC pamoja na wazalendo. Na vile lengo kubwa la mkutano huo ilikuwa ni kuweza kusimika mahalumu vitengo vitatu, ambacho kitengo kimoja kinaongozwa na William Amuli ya Kutumba na kitengo cha pili kinaongozwa na Ngoma Nzito, vile kitengo cha tatu kinaongozwa na Bwana Dunia Mwamba Alexi, na mzalendo yote ambaye atakuwa hayupo ndani ya vitengo hivi basi huyo atajulikana kuwa sio mzalendo halisi. Badala yake, ili kuweza kukubalika kama mzalendo halisi, ni lazima aweze kujiunga ndani ya mojawapo wa vitengo hivi vitatu. Na vile pia Justin Bitakwira aliahidi kuweza kutoa msaada wowote kwa wazalendo. Mengi na zaidi ripoti kutoka na Uvira na Rocheseko Rafael. Kumefanyika hii siku ya Jumatatu tariki 6 Aprili mwaka 2026 kikao ambacho kiliunganisha viongozi wa kundi mbalimbali za wazalendo wanaotumika katika mji wa Uvira vile na tarafani Fizi. Hiyo kikao kiliitishwa na mbunge kitaifa Justin Bitakwira ambaye alikusanya viongozi hao katika jumba la mikutano la meya wa mji wa Uvira. Katika kikao hicho ambacho kiliunganisha viongozi hao, mbele ya kufanya mazungumzo, Justin Bitakwira aliomba kwanza makadri politiki wa muungano ya wazalendo waondoke, lakini wale walichia moyo mgumu kutokuondoka. Katika mazungumzo hayo ambapo vile mlikuwemo meya makamu wa jiji la Uvira Kifara Kapenda Kiki, ambaye alipata fursa ya kuanza hotuba ya kuambia wazalendo wote ya kwamba kikao hichi ni cha kutafuta suluhisho ya kufahamu nini wazalendo wanafanya na wako wapi na watafanyaje kwa ajili ya kuendelea na kuleta usalama mashariki mwa Kongo ambao nakabiliwa na vita vinavyoletwa na M23 katika mashariki mwa DR Congo. Katika hotuba yake, meya makamu wa jiji la Uvira alionyesha kwamba mzalendo ni mtu yote ambaye anashikilia silaha ili kulinda mipaka yote ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao katika siku hizi inaendelea kuvamiwa na M23 ikisapotiwa na nchi jirani ya Rwanda. Upande mwingine,
Justin Bitakwira alionyesha umuhimu wa kikao hicho ambacho kilikuwa kinahitajika kwa wakati huu, na atapana ripoti kwa viongozi wa nchi kama vile rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi. Justin Bitakwira mbele ya waandishi habari wakati walipokumuuliza maswali hayo, alizungumza kwamba ilikuwa ni muhimu vile vile kuweka kamati ambayo itakwenda kuunganisha wazalendo kufuatana na habari za uvumi zinazozagaa kwenye mitandao ya kijamii kusema kwamba wazalendo wanakataa kuondoka katika mji wa Uvira. Hii ni habari ambayo kwa kizunguruka tangu kauli yake gavana Kivu ya Kusini Jean-Jacques Purusi, ambapo mbele ya waandishi habari katika mji mkuu wa Kinshasa alitoa mahamzi ya kusema kwamba wazalendo wa kweli wanatakiwa kwenda kwenye mashamba na mapambano, sio kwamba watabaki wanazagaa katika mji wa Uvira. Vile vile Justin Bitakwira katika kikao hicho cha hii siku ya kwanza alionyesha kwamba ni muhimu unahitajika vile vile kwa wazalendo kuto kuzagaa katika mji wa Uvira na kukuwa na nizamu, na vile vile kwenda kwenye shamba la mapambano kupambana na ugaidi wote wa M23. Vile vile katika kikao hicho kulitolewa vile vile fursa ya kuweka kamati ya force special ya wazalendo ambayo vile vile mko viongozi kama vile wakubwa kama vile Ngoma Nzito, Kamama na wengine vile vile William Amuri ya Kutumba ambaye kwa sasa anatumika kwa maeneo ya Point Zero na Minembwe, tukitaja kwa tarafani Fizi, jimboni Kivu ya Kusini, mashariki mwa DR Congo. Lengo ilikuwa ni kusema tusafishe kidogo mwenendo wao na tuwasaidie wakuwe kama jeshi kamili kusudi adui asirudie tena, na wafukuze adui mahali alipo katika teritwari yote ya Uvira na petetre katika Kongo nzima. Ya pili ilikuwa ni kuambia ya kwamba hatupendi kusikia mtu anajotoproklame coordinateur wa wazalendo bila wao kumjua na bila wao kumuitika. Ya mwisho ni kusema kama pamoja na region militaire tulitia vikundi vitatu, mfransa tunaita structure tatu. Structure moja inasimamiwa na komanda ya Kutumba, structure ya pili inasimamiwa na komanda Ngoma Nzito, structure ya tatu inasimamiwa na Alexis Dunia. Zile tatu mwenye hana nafasi ya kwenda mwa zile tatu akituonyesha kwamba na yeye ana wajeshi wengi 500, 1000, au atuambie mimi nimelibere Kaunambo, mimi ndio na libere Sange, alafu tunaweza kuongeza naye ikakuwa structure nyingine. Na kusema kama nimefika hapa niko na don kidogo ya wa VDP, labda tunaweza tukawapatia hayo mwa hizi siku mbili zifuatazo. Ndio ilikuwa shabaha ya reunion preside hapa Uvira kwa ombi ya wakuu wa nchi pamoja na wa VDP wa Uvira, Fizi na katika hotuba yake Justin Bitakwira mbele ya waandishi habari alisema kwamba hayo yote yanatakiwa kuendeshwa kwa utaratibu. Ndani ya kikao hicho pia meya wa jiji Bwana Kifara Kapenda Kikindi alianza mkutano, na kuanza kwake mkutano alitaka wazalendo wote kwa pamoja kuweza kuungana mkono na kufanya jambo moja kwa ajili ya maendeleo ya tarafa ya Uvira pamoja na Fizi. Ninayo furaha ya kuweza kupokea notable wetu ule iko eli parmi ba eli yetu ya Uvira, mwenye kupitia mission iko nayo a tant que député amefika hapa, na mnamjua bien kama iko pia mzalendo mkuu, na histoire ya uzalendo hapa anaifahamu, na de temps en temps anaitetea kwenye iko. Wakati anafika hapa hangekosa, d'ailleurs depuis tulirudia hapa kutoka ukimbizini wa moja, wenyewe walikuwa ngambo ya front kule, njo kikao cha kwanza kenye wazalendo wanahusika nayo hapa Uvira, puisque tulirudia mfond ya polemike fulani mnajua, me kwa leo au moins yeye kome mzalendo alipendelea aseke areunir wazalendo ili tuweze kuzungumuza par rapport ya kwenye tunatoka, kwenye tuko na kwenye tunapashwa kwenda. Natafuta kuambia kama hii ni kikao ya responsabilite,
Souvent tumeona mamumita ilipita pale vile watu olie wazungumuze bien, wako wanaangalia wa interet ya franka, surtout ba delegation za mbele ziko nakuya zikileta franka zinaacha zinawa distraire de façon que mtajua effectivement lengo yenu. Mais hapa hii kikao nafikiri ni kikao ya responsabilité. Sisi wote tunajua mambo yenye yako napita mtandao, mambo yenye nasemewa partout par-ci par-là, mais hii corporation ya wazalendo ni corporation moja kubwa zaidi. Haiko mimi ndio nilishimika, haiko honorable alishimika, ni raisi wa nchi ye peke ndio alipendelea aseke wazalendo washindikize FRDC par rapport ya vita yenye sisi wote tunajua. Mais il se fait aseke pako mambo mbalimbali, na njoo tulipata ile bahati ya kupata mtu atitre mwenye anaweza akatutia pamoja tukazungumuza sawa wa responsable. Njoo maana nawasi sana na washukuru sana kwa fuyo haikweko, na hii kikao naitakia iende bila fuyo hata kidogo, de façon que maneno yatasemewa hapa hivi kwa maneno ya kujenga hii grand corporation ya wazalendo. Raisi ana nia yenu na na espoir kwenyu, raia yenye tunaongoza iko na espoir kwenyu. Msidesevoir ni raisi, msidesevoir pia raia juu ya interet yenu personnel. Na kwa ile neno njo na introduire mimi namuitaka patriarche puisque yeye ndio mwanaliza la kisiasa. Alors patriarche en même temps honorable, tunampatia ile neno ili anzishe hii reunion yetu, na itakia discipline s'il vous plaît. Tukibaki tu tarafani Uvira, tujirushe maeneo ya Biriba ambako wazalendo wanalaumu M23 kuendelea kurusha makombora ambayo yanasababisha kuwaumiza raia wasiokuwa na hatia. Wazalendo waliweza kumtembelea mwanamama huyu ambaye alikutanana na madhila ya makombora yaliyorushwa na magaidi wa M23. Leo ni tariki 5 mwezi wa 4, ni hapa tuko Biriba. Tunapenda kuinforme wakuu viongozi wote kuhusu situation hii ambayo iko inapitikana ya adui, na hii kudanganya population au raia kama adui iko anaenda. Ila leo busiku adui alipiga bombe 4 hapa Biriba. Najua huyu mere hivi iko hapa anapata blessure ya bombe ya mortier 82. Deja kuko mapreve zayo, atujue kama watu wanaweza kuwa wanasema kama adui anaenda iko mprogramu ya kuenda na sesele fikisha adui akuwa anapiga silaha kama na hizi mbele ya population, mbele ya raia, kwenye anajua hii mwingine yote ni mwingine ya raia. Kisa huyu mere ataeleza kidogo ili watu wote wasikie. Nadhani atauliza kwa lugha ya Kifulero. Musingo mugoti singo wali kutimiaza nija wangaganura abantu kutibya abantu unangisiko bya kubera bigingo ndio ano labone basi bigingo na shaga ya na manuka muda gusizeri mwamlo mlawa nigendiretesho. Basi nagendiretesho gonabangola mgaluka azigwa mu mabombe bombe shweganyita abanga Mungu naho mukuwa magala izina la Yesu na mangati bita rina tibita kumbe mshalisha tukera yangu atamkivero nugundi mwita koleki karaza. Basi ramunda nagendi ifuka wizilole mikokola mjelo banda kumaguru na magambo gago gona apata ya bushiki kacho chanya wavuga kwa mabombe hari bazalendo nabo balasha aza adui ye walasha nanga ndayuva bazalendo ko balasha ndayuva na bombe shatu zameza kulikirana. Sawa. Wena ndi wadetizina lya Yenye nowela wena wela wabake wabahungu kutuzire hano mukano kaya amwani ha sawa uhita bana hano bakala bani bakagende kimu
Lakala bakagandikemo kacyo cyanya wapata icyanya wapatiyo ajali haricya alabazalendo abakutabarira muri ali mzee wandabarira okuganula nababwira nanga mtamshulike kera batolengo niyo kunjulika ya kibanda hivi sawa kotako wangadeta heguluri guvernema aza heguluri abandi bazalendo abari nyuma heguluri no aduyu tuzirana ngareta kuti ndako nangadeta sababu ndachibiga msaza mwemo mga msaza. Na baada ya taarifa hizo kutoka jijini Uvira, tujielekeze huko mkoani Ituri ambako FRDC na FRDC wafanikiwa kuweza kuwatwanga serpe ya Toma Lubanga pamoja na ADF ndani ya tarafa ya Mambasa pamoja na Jugu. Vikosi vya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko mkoani Ituri kupitia msemaji wa jeshi hiyo Luteni Jile Ngongo amehakikishia kwamba majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walifanikiwa kuweza kuwakunguta magaidi 11 ikiwemo 5 wa ADF MTN na 6 wakiwa ni wa serpe ya Toma Lubanga. Mambo hayo yalifanyika ndani ya tarafa mbili tofauti, huku tarafani Mambasa ndani ya kitongoji cha Mungwere, barabara nambari 4 ya taifa, groupmenti ya Dina ndani ya sekta ya Walendu Piti tarafani Njugu, na pia kulifanyika operesheni hiyo hiyo ambako magaidi wa M20 ambako magaidi wa ADF MTN pamoja na serpe walikutanana na vipigo kutoka kwa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ripoti kamili huyo hapa msemaji wa serikali ya kijeshi jimboni Ituri Bwana Luteni Jile Ngongo. Forces armées de la République démocratique du Congo, nous vous informons que l'armée engagée sur les opérations dans les territoires de Mambasa et Djougou se sont affrontés à Mambasa contre les ADF et dans le territoire de Djougou contre la SERPE. Lors de ces combats, les ADF et leurs alliés de SERPE, les forces armées ont neutralisé 11 rebelles, dont 5 ADF MTM et 6 éléments SERPE de Toma Lubanga neutralisés. Les armes ont été récupérées, respectivement à Mungwere sur la RN 4 et au groupement Dina secteur Walendu Piti dans le territoire de Djougou. Lors de cette double attaque, d'une part à Mambasa par les ADF, d'autre part dans le territoire de Djougou par la SERPE sur la population civile, les forces armées ont riposté farouchement contre ces attaques. Un bilan provisoire fait état de 11 rebelles neutralisés, 5 ADF et 6 éléments de SERPE neutralisés. Les armes de guerre récupérées. Du côté civil, quelques maisons incendiées et des civils blessés. La situation est maîtrisée par les forces loyalistes et nous poursuivons avec 2 opérations de traque et de poursuite contre ces ADF à Mambasa et dans le territoire de Djougou. Pour barrer la route et mettre hors d'état de nuire, ainsi que organiser ces opérations, et commandant des opérations et gouverneur militaire, lieutenant-général Luboyan Kanchama Johnny, appelle sa population à collaborer et à la vigilance, mais également de raviver la résistance patriotique et la résilience en vue de restaurer l'autorité de l'État et poursuivre ces hors-la-loi et le mettre hors d'état de nuire. Na baada ya taarifa hizo ambazo kunazisikiliza kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hii ni Amka na Baraka One TV. Tarehe ni 7 mwezi ni wa 4 2026, saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki. Unafuata matangazo yetu kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka USA, Europe Central pamoja na East Africa. Ejide Kizenga Tembele, King Sele Kizabe Ayeba, Mashaka Ayamba, Dedone Buto, Tobiondo Kilamba Mawe, mzee wa state ya Maine, da Feza, da Letesha, da Asha, da Arwin Kisi Kandeke, Asimwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic, unasikiliza Baraka One TV.
Na baada ya taarifa hizo kutoka mkoani Ituri ambako majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yameweza kufanya kazi nzuri, lakini pia taarifa tulopata ni siku ya tarehe 6 paniki iliweza kutokea huko mkoani Ituri ndani ya tarafa ya Mambasa pamoja na Njugu, ambako magaidi walijaribu tena kujitokeza, lakini waliweza kushughulikiwa na vikosi vya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo licha ya wananchi kuweza kukimbia sehemu mbalimbali. Tuingie huko jijini Kinshasa ambako Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Marekani ushirikiano wazidi kukomaa, ambako DRC iko tayari kuwapokea wakimbizi wanaofukuzwa kutoka nchini Marekani. Kwa sasa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iko tayari kuanza kuwapokea wahamiaji ambao wanatimuliwa kutoka nchini Marekani. Kupitia mitandao mbalimbali na taarifa ambayo haijawa rasmi kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, inasemekana kwa sasa DRC itaanza kuwa inawapokea wakimbizi wanaofukuzwa kutoka nchini Marekani, ikiwa ni moja kati ya kuendeleza kukomaza ushirikiano kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na nchi ya Marekani. Tukio hilo ni dila ambalo lilitakiwa lifanyike Rwanda, ambako Rwanda iliweza kukubaliana na Uingereza mwaka uliopita wa kuwa na wapokea wahamiaji wanaotimuliwa kutoka Uingereza na kuja nchini Rwanda, lakini baada ya DRC kuweza kukomalisha diplomasia yake na hivyo kushinikiza Uingereza kuendelea kuipa vikwazo Rwanda na kuvuruga mikataba yote ambayo ilikuwa inafanyika kati ya Uingereza pamoja na Rwanda, na ikiwemo pia nchi za Umoja wa Ulaya na hata baadhi ya nchi za Marekani pamoja na bara la Asia. Kwa sasa dili nyingi zimekuwa zikikwepa Rwanda na hivyo zinakuja nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huko jijini Kinshasa, wachezaji wa Leopard, timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waliweza kupokea magari yao kutoka kwenye serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. À la remise symbolique des clés, parce qu'il y a beaucoup de jeeps ici, tout le parking est arboré de jeeps Pimpa neuves que le chef de l'État va bientôt remettre aux joueurs ainsi qu'aux autres membres du staff technique. Oui, on nous signale qu'il y a au moins 54 véhicules Toyota de marque 4x4, de marque Toyota 4x4 qu'on va remettre aux acteurs, aux athlètes, au staff technique et à l'encadrement des léopards. C'était une promesse ferme du premier sportif congolais, du premier d'entre nous, le président de la République, voilà, qui vient de nous rejoindre ici au parking, le chef de l'État qui est accompagné, entouré de coach, de l'entraîneur de l'équipe nationale Sébastien Dessart. Voilà, ce sont des jeeps toutes neuves. Voilà, le président de la République va procéder à la remise des clés à l'entraîneur Sébastien Desabre, tout souriant, Marcel Monanteba. Il le mérite, coach Desabre, qui a succédé à Hector Cooper à la tête. Et voilà, Sébastien Desabre sera le premier à entrer à prendre place à bord de sa Jeep, de son véhicule bien mérité. Et il va faire justement un essai de conduire pour s'assurer que la Jeep est en bon état. Et d'ailleurs, ce sont des Jeeps neuves. Et il va le faire cette démonstration en présence, voilà, du président de la République. Ça, c'est Sébastien Desabre, sous les ovations de l'assistance et même du président de la République, qui vient donc de remettre des cadeaux qu'il avait promis. Chose promise, le fruit de leur sueur, leur souffrance. La nuit, la journée, qu'il pleuve, qu'il neige, ces léopards-là étaient en train de s'entraîner. Il y a eu des blessures, il y a eu des maladies, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de petits bobos. Mais Dieu aidant, l'essentiel étant d'arriver, ils ont tout fait pour nous amener cette victoire doublée d'une qualification pour la Coupe du Monde, la 23e édition, qui sera co-organisé par 3 pays, le Mexique, le Canada et les États-Unis. Alors, 52 ans après,
il fallait être Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour réaliser cet exploit. Ça a été un rêve, aujourd'hui c'est une grande réalité. Preuve à l'appui, c'est la victoire de tout un peuple qui s'est aligné derrière son président, que le peuple a choisi, que le peuple a élu, et la Constitution a fait de lui le père de la nation. Tarehe 6 ni tarehe ambayo inakumbukwa ya mwezi huu wa 4 2026, ambako rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo alikwenda kutembelea makao makuu Nkamba ya kanisa Kimbangu. Rais Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo alikuwa ni mgeni rasmi kwenye kanisa la Kimbangu, kanisa ambalo lilikuwa linaongozwa na Simon Kimbangu ambaye alizaliwa mwaka wa 1887 tarehe 12 Septemba na kuweza kupoteza maisha tarehe 12 za mwezi wa Oktoba 1951. Déjà planté, ça c'est le corps sainte de Kamba et il est prévu justement, voilà, et ça c'est les ovations de la population. Il est prévu un tête-à-tête dans ces programmes avec le chef spirituel kimbanguiste Simon Kimbangu Kiangani. La joie et rendez-vous, c'est réellement une fête. Le chef de l'État accompagné de sa délégation sont prêts pour être reçus en tête-à-tête par les chefs spirituels kimbanguistes. C'est ce qui était prévu dans son agenda de ce 6 avril 2026. Je rappelle que c'est la troisième année qu'on est en train de célébrer cette journée, parce que c'est depuis 2023 que la journée a été décrétée fériée et
nation, c'est vraiment le père de la nation. Et il a fait ses déplacements, c'est pas en vain, pour montrer que lui, il est l'église au milieu du village. Oui, c'est aussi une reconnaissance pour ces 17 millions de kimbanguistes disséminés à travers le monde entier pour reconnaître cette lutte qu'a fait aboutir le président Félix Tshisekedi, parce que les démarches n'ont pas commencé aujourd'hui. Déjà, c'était une grande victoire que de pouvoir reconnaître l'église kimbanguiste qui a commencé, vous le savez bien, en 1921, si je ne m'abuse, mais elle a évolué en clandestinité, et surtout qu'il y avait le colon qui était là, mais grâce à son courage, il a pu maintenir les réseaux. Tenez-vous bien, il n'y avait ni téléphone, ni réseaux sociaux. C'était une campagne de bouche à oreille, une campagne interpersonnelle. Et donc, c'est comme cela que l'Église a évolué jusqu'en 1959, où l'Église a été reconnue finalement la veille de l'indépendance comme l'Église kimbanguiste. Alors, depuis ce temps, la lutte pour on connaît la suite entre persécution et clandestinité. Le prophète Simon Kimbangu est passé par toutes les voies, mais il est resté un leader religieux, mais un leader social également. Il a conduit l'Église. On connaît sa fin tragique, mais la lutte pour l'Église, ils sont dans les Bandundu, ils sont jusque dans les Kasai, mais ils sont aussi dans les pays voisins. Na huo ndo mwisho wa matangazo yetu kutoka Baraka1 TV. Mengine tukutanane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12. Bye bye.